Tunajifunza ukweli juu ya tofauti iliyopo kati ya uongozi wa kidunia na uongozi wa Kikristo. Sasa uongozi wa kidunia hapa umetofautishwa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, Yesu anasema wakuu wake huwatumikisha watu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, viongozi wa kidunia anasema huwatawala kwa nguvu wale wanaowatawala au wanaowaongoza. Halafu uongozi wa Kikristo wenyewe unatajwa kwa mambo mawili. Yesu anayabainisha hapo. Jambo la kwanza anasema ni utumishi. Lakini jambo la pili anasema ni utumwa. Ndio dhana ambayo Yesu anaiweka hapo, ikituonyesha juu ya tofauti iliyopo kati ya uongozi wa kidunia na uongozi wa Kikristo. Kwa hiyo utaniuliza swali, mchungaji, ni nini ambacho kinaweka utofauti kati ya aina hizi mbili za uongozi? Ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linaweka tofauti baina ya uongozi wa kidunia pamoja na uongozi wa Kikristo. Uongozi wa kidunia unatajwa kwa sifa mbili. Moja, viongozi wake wanatawala kwa nguvu, lakini mbili, wanawatumikisha wale wanaowatawala. Uongozi wa Kikristo wenyewe unahusisha utumishi, lakini jambo la pili unahusisha utumwa. Ni jambo ambalo ni gumu kidogo kulisikia, na unaweza ukasema inakuwaje sasa hapa kiongozi wa Kikristo awe ni mtumwa? Inakuwaje kiongozi wa Kikristo awe ni mtumishi? Sasa sikiliza vizuri. Tofauti hii ipo hivi. Uongozi wa kidunia ambao umeainishwa hapo na Yesu kwamba unahusisha kutawala kwa mabavu, lakini pia unahusisha kutumikisha. Wenyewe unahusisha nini? Ukisikia mtu ni kiongozi, amefanya kwa mafanikio, kwa haraka watu wanaelekeza kuangalia kile ambacho mtu amekifanya kwa mafanikio. Nikupe mfano. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa ni kiongozi ambaye akiingia katika madaraka au katika uongozi wake anafanya vitu vinatokea. Mtu mwenye njozi anafanya vitu vinatokea, mambo yanaenda vizuri. Watu wanasema kweli hapa tuna kiongozi, huyu hapa ni kiongozi. Kwa hiyo uongozi wa kidunia wenyewe unahusisha kile mtu alichokifanya. Kwa hiyo unaanza na mtu mwenyewe kwamba ni hiki nimekifanya, mimi ndiye niliyeweka legacy, nikafungua hiki, nikafanya na hiki, nikafanya na hiki. Ni tofauti na uongozi wa Kikristo. Uongozi wa Kikristo wenyewe unahusisha kile ambacho Mungu anakifanya katika maisha ya mtu aliyemuita kuwa kiongozi. Hapo ndio kuna utofauti mkubwa kati ya uongozi wa kidunia na uongozi wa Kikristo. Maana uongozi wa kidunia wenyewe unahusisha kile mtu anachokifanya, na uongozi wa Kikristo unahusisha kile ambacho Mungu anakifanya kwa mtu husika. Ndio maana unasikia Yesu anasema lazima mtu awe mtumishi, lazima mtu awe mtumwa. Maana hawezi kuwa na sifa za kiutumishi au sifa za kiutumwa kama Mungu hajafanya kazi katika moyo wake. Na ndio tutaangalia mambo matatu kwa vipindi vinavyofuata yanayoonyesha dhana ya uongozi wa Kikristo. Sasa sikiliza Yesu alivyoainisha mambo haya. Jambo la kwanza amesema ni mtumishi, jambo la pili anasema ni mtumwa. Hebu tuyachambue vizuri haya maneno mawili, maana ni ya msingi sana, yanaonyesha dhana ya uongozi wa Kikristo. Tuanze na neno la kwanza, mtumishi. Yesu aliposema kiongozi wa Kikristo anapaswa kuwa mtumishi, alimaanisha nini? Angalia katika kiambaza chako hapo. Neno mtumishi kama lilivyotumika hapa ni neno diakonos. Neno hili diakonos ni neno la Kiyunani au la Kigiriki ambalo asili yake ni neno diako. Neno diako linamaanisha hivi: kutumika kwa bidii au kutoa huduma kwa wengine. Na yoyote inahusisha huduma ya hiari, huduma ya bila kulazimishwa, mtu anayofanya kwa upendo. Kwa hiyo neno mtumishi ni neno linalomaanisha mtu aliye tayari kuwatumikia wengine kwa hiari bila kulazimishwa. Yaani anatumika kwa hiari yake mwenyewe, kwa kupenda kwake mwenyewe. Hiyo ndio inamaanisha maana ya neno mtumishi. Na hiyo neno diakonos ndio neno ambalo kwa Kiingereza wakalitoa wakaita deacon. Ukisikia deacon maana yake ni mtumishi au mhudumu wa mezani, mtu anayetumika kwa hiari kuwahudumia watu wengine. Hivyo basi Yesu anapotumia dhana ya mtumishi anaonyesha kiongozi aliye tayari kuwatumikia wengine, kiongozi aliye na uhiari wa kutoa huduma yake kwa wengine bila hata kutarajia malipo.
na huenda hata ikamsababishia madhara katika maisha yake mwenyewe, maana amejitoa kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Hiyo ndio dhana halisi ya maana ya kiongozi wa Kikristo, hasa anayetumika katika kanisa la Mungu. Na mfano wake ni nini? Tuende katika kitabu cha Marko sura ile ya 10 mstari wa 45. Hapo kuna mfano kielelezo kabisa. Kiongozi wa Kikristo ni mtumishi. Biblia inasema hivi: kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa hiyo Yesu anatuonyesha wazi kabisa ya kwamba kiongozi wa Kikristo ni mtumishi, na anaeleza ya kwamba yeye ndiye kielelezo bora cha namna ya kuwa kiongozi wa Kikristo au kiongozi Mkristo au kiongozi wa kiroho. Maana anasema mwana wa Adamu alikuja sio kutumikiwa, yeye alikuja kutumika. Ndio maana Yesu ni kielelezo bora kabisa cha uongozi wowote wa kiroho. Maana yeye alikuwa nani? Maandiko yanatuonyesha kwamba Yesu ni Mungu wa milele. Pamoja na uungu wake, akakubali kuchukua umbile la kibinadamu, akaishi pamoja nasi na akatoa kielelezo. Na kile kielelezo tunapaswa kufuata sisi kama viongozi wa kiroho. Na hapa tukiongelea kiongozi wa kiroho, nazungumzia mchungaji, nazungumzia mzee wa kanisa, nazungumzia shemasi, nazungumzia kiongozi yoyote ambaye ameitwa kufanya kazi ndani ya kanisa la Mungu. Maana tunaangalia mfumo wa kiuongozi katika kanisa la Mungu. Kwa dhana ya kwanza ambayo ni ya msingi kuifahamu, Yesu anaifundisha juu ya kiongozi wa Kikristo ni dhana ya utumishi. Kwa kiongozi Mkristo ni mtumishi. Ukisikia mtumishi, maana yake ni mtu aliye tayari kutoa huduma yake kwa watu wengine, mtu aliye tayari kuwahudumia wale ambao ni anawaongoza katika eneo lake husika alilowekwa kama mtumishi au kama kiongozi. Dhana ya pili ambayo Yesu aliitumia hapa, sio tu mtumishi, Yesu alitumia dhana ya mtumwa. Mtumwa anasema haitakuwa hivyo kwenu, bali ninyi mtakuwa watumishi, lakini pia mtakuwa watumwa. Hebu tuiangalie pia hiyo dhana ya mtumwa, maana inatuongoza kufahamu sifa za kiongozi mtumishi. Unavyoona katika kiambaza chako hapo, neno hili mtumwa linatokana na neno la Kiyunani doulos. Neno doulos ni neno ambalo humaanisha mtumwa wa kweli, mtumwa aliye mali ya bwana wake, mtu asiye na uhuru binafsi, mtu anayemilikiwa na bwana wake. Na inafafanua kwa mambo makubwa matatu. Moja, mtumwa ni mtu aliyejitoa kwa moyo wote. Mtumwa ni mnyenyekevu na ni mwenye utii kwa moyo wote kwa bwana wake. Na tatu, mtumwa amefunuliwa kuwa chini ya mamlaka ya Kristo. Kwa hiyo Yesu anatueleza kiongozi wa Kikristo ndani ya kanisa lazima awe ni mtumwa, lazima awe na sifa ya utumishi. Ukisikia mtumwa, maana yake ni mtu aliye tayari kwanza kumilikiwa na bwana wake. Na hapa bwana wake ni nani? Bwana wake ni Yesu Kristo, maana yeye ndiye Bwana wa wote. Kwa hiyo ukisikia ni mtumwa wa Bwana, hata Paulo anasema mimi niliye mtumwa wa Yesu Kristo. Maana yake nini? Mtume Paulo anaonyesha amejitoa kikamilifu kwa Bwana wake. Yuko tayari kutumiwa na huyu Bwana kwa moyo wake wote. Maisha yake yote ameyatoa katika huduma ya Bwana wake huyo. Ndio maana anasema huyo atakuwa ni mtumishi. Kwa hivyo Yesu alitumia sio tu mtumishi, lakini pia ametumia dhana ya utumwa. Akionyesha nini? Akionyesha ya kwamba hiyo inaonyesha ni hali ya unyenyekevu wa hali ya juu na kujitoa kwa hali ya juu, kutoa huduma kwa ajili ya wale walioitwa katika kanisa la Mungu. Kwa hiyo sio tu kuhudumia, bali pia kujitoa. Hiyo ni neno la msingi. Sio tu kuhudumia, maana ile ya utumishi yenyewe inajikita kwenye kuhudumia, lakini hii ya utumwa inajikita katika kujitoa. Ndio maana anasema ni mtu anayemilikiwa na mtu fulani. Bwana anakuwa ndiye mmiliki mkamilifu wa huyu kiongozi wa Kikristo. Anamwagiza sasa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Anakuwa tayari kuisikia sauti ya bwana wake. Sasa Yesu ni kielelezo bora cha kiongozi
wa kiroho kwa dhana hii ya utumishi, lakini pia dhana ya utumwa. Maana yake ni nini? Hebu angalia vizuri katika kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 na wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo maandiko yanatuonyesha Yesu Kristo anatoa sifa bora kabisa za uongozi wa kiroho. Hapa yeye alikuwa yu na namna ya Mungu. Yaani kwa lugha nyingine, Yesu ni Mungu. Na kama ni Mungu, hana mwanzo wala hana mwisho. Yeye ni wa milele. Hajazaliwa na wala yeye hana mwisho. Ni Mungu wa milele. Anasema alikuwa yu na namna ya Mungu, lakini akaona kule kuwa namna na Mungu si kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya utumwa, akawa mwanadamu. Alafu anasema sio tu alikuwa mwanadamu, aliishi maisha ya utii, akanyenyekea, akafa msalabani kwa ajili ya jamii ya wanadamu. Yote hayo yanatuonyesha kwamba huyu Yesu ni kiongozi bora wa kiroho ambaye yeye anastahili kufuatwa, anapaswa kuigwa. Anadhihirisha sifa bora za kiongozi wa kiroho. Kwa tunapozungumzia wa uongozi na tukijikita kuzungumzia uongozi huu wa kiroho, tunaongelea uongozi ambao Yesu anaufafanua. Kwanza ni utumishi, lakini 2 ni maisha ya utumwa. Utumishi ni kuwa tayari kutoa huduma hiyo kwa wale ambao anawahudumia kwa hiari yake mwenyewe, kuwahudumia kwa hiari na kwa upendo, sio kwa kulazimishwa. Maana hata Biblia inatuambia ninyi ni kundi la Bwana, sio kwa kulazimishwa bali kwa hiari. Lakini 2 ni dhana inayoonyesha kiongozi ambaye ni mtumishi. Maana yake ni nini? Kiongozi aliye tayari kujitoa, amejitoa maisha yake kwa ajili ya kulihudumia kundi. Kwa hiyo dhana hizi 2 zitatuongoza kufahamu mfumo wa uongozi wa kanisa umejikita hapo kwenye maeneo ndio yanayobeba dhana nzima ya uongozi wa Kikristo, na kutokea katika haya mawili pata maeneo mengine yanayofafanua maana ya uongozi wa Kikristo: utumishi pamoja na utumwa. Na Yesu ndiye kielezo bora. Anasema ya kwamba kwa maana mwana wa Adamu yeye naye hakuja ili kutumikiwa, alikuja ili kutumika. Kwa hiyo Yesu alikuwa mtumishi, alikuwa ni kiongozi mtumishi. Anasema akatoa mfano na maisha yake alikuwa ni fidia kwa ajili ya watu wengi. Na ndio maana hata yeye mwenyewe anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 29, anasema jieni nira yangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo wewe kama kiongozi wa kiroho, mimi kama kiongozi wa kiroho ndani ya kanisa lake Mungu, lazima tujifunze namna bora ya uongozi kutoka kwa Yesu Kristo, kiongozi bora aliyekuja kutuongoza hapa duniani. Kwa hiyo siku ya leo tumeona tofauti kubwa iliyopo kati ya uongozi wa kidunia na uongozi wa Kikristo au wa kiroho. Uongozi wa kidunia unajikita kuonyesha kile ambacho mtu anaweza kukifanya kwa mafanikio, lakini uongozi wa kiroho, uongozi wa Kikristo wenyewe unaonyesha kile ambacho Mungu anaweza kukifanya katika maisha ya mtu aliyemuita kuwa kiongozi. Kwa hiyo uongozi wa kiroho wenyewe ni Mungu anayefanya ndani ya mtu. Uongozi wa kidunia ni mtu anayefanya yeye mwenyewe mambo ambayo amewekwa kuyatimiza katika nafasi yake hiyo ya uongozi. Na kwa sababu hiyo ndio maana inamfanya kiongozi wa kiroho adhihirishe sifa kubwa 2. Moja ni utumishi. Kiongozi wa kiroho ni kiongozi mtumishi. Lakini 2, kiongozi wa kiroho ni kiongozi mtumwa. Ukisikia mtumishi, maana yake ni nini? Tulichojifunza ni mtu aliye tayari kutoa
kwa ajili ya wale anaowaongoza. Kama ni mchungaji, kama ni mzee wa kanisa, kama ni shemasi, kama ni kiongozi yoyote, yuko tayari kutoa huduma kwa ajili ya wale anaowaongoza. Na dhana ya pili ni utumwa. Dhana ya utumwa inamaanisha kujitoa kikamilifu, kumilikiwa na mtu fulani au kumilikiwa na bwana fulani. Kwa hivyo kiongozi wa Kikristo anapaswa ajitoe kikamilifu kwa Mungu ambaye ndiye mwenye kanisa, ndiye aliyemweka kuwa kiongozi wa kanisa, na kutokea hapo amwezeshe katika kutekeleza majukumu yake ndani ya kanisa la Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu atusaidie. Leo tulikuwa tukiangalia tofauti hiyo iliyopo kati ya uongozi wa Kikristo na uongozi wa kidunia. Usichanganye. Ni kana kwamba zinaweza kufanana katika maeneo fulani, uongozi wa kidunia na wa Kikristo, lakini ukweli ni kwamba kuna tofauti kubwa sana na ya msingi ambayo inatofautisha aina hizi mbili za kiuongozi. Kuanzia juma lijalo tutaanza kuangalia ni kwa jinsi gani Mungu anafanya kazi katika maisha ya kiongozi aliyemweka kuwa kiongozi ndani ya kanisa lake. Maana tumeona hapa uongozi wa Kikristo ni Mungu anayetenda kazi katika maisha yake. Kwa hivyo tutaona ni kwa jinsi gani uongozi wa Kikristo unahusisha Mungu anayetenda kazi katika maisha yake. Ikiwa una swali, ikiwa una hoja yoyote, unahitaji kupata ufafanuzi zaidi, usisite kutuma swali lako au hoja yako au komenti yako katika namba inayopita katika skrini hapo 06